Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Kwa majina naitwa Musa Soa au Daktari Musa. Mimi ni dokta naitibu kupitia mitishamba pamoja na dua kwa idhini yake Allah Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Leo nakuletea elimu uweze kufahamu maajabu na muujiza wa mti huu unaofahamika kwa jina la mdua. Mti huu una mambo mengi sana na una miujiza mingi sana, na mti huu ni mujarab sana wa kuondosha maradhi sugu au matatizo sugu yaliyoshindikana, na pia mti huu una uwezo kufanya kuwa mkubwa, mtu kukubalika kila kona dunia utakayopita. Kama unahitaji ufalme, unahitaji uongozi, je, unawezaje kutumia mti huu wa mdua ili uweze kutatua changamoto zako? Kama ni mara ya kwanza kuungana nami, naomba usubscribe channel yangu na ubonyeze alama ya kengele ili kwanza kupata taarifa na tiba ambazo nitakuwa nazitoa. Kwa yule mtu ambaye ametumia dawa kwa waganga na waganguzi, kila akitumia dawa shida yake haiishi, ndio kwanza matatizo yanaongezeka. Amekoga dawa lakini bado shida yake haitatuliki, ndo kwanza nuksi, mikosi, mabalaa yanazidi kumwandama katika maisha yake. Fika katika mti huu wa mdua wakati wa jua kuchomoza au wakati wa jua kuzama. Hakikisha usishiriki tendo la ndoa kwa muda wa siku 7 wakati unakuja katika mti huu, na pia ukoge na utie udhu, utie nia. Mpaka katika mti huu utavua viatu, utapiga magoti, utasema: ewe Mwenyezi Mungu Mola wa Jibril na Mikail na Israfil, ya Rabbi, hujawahi kuumba kitu pasina kuwa na sababu, na wewe ndo upo juu ya sababu. Na kuomba Mwenyezi Mungu kwa yule mtu ambaye anasumbuka na maradhi ya uchawi mwilini, aidha uchawi aliyelishwa au aidha anasumbuka na maradhi ya uchawi nuksi, mikosi, vifungo vilivyoshindikana, au yule mtu ambaye anasumbuka na maradhi ya tumbo linamwaka moto au tumbo kuvimba, au mwanamke hedhi yake haieleweki, yani natoka mwezi huu siku chache hivi tena inatoka, au una maradhi ya kichawi ya sihiri za kibinadamu na za kijini, unahitaji kuondosha zile sihiri za kichawi. Unachotakiwa kukifanya, utakuchukua magome ya mti huu wa mdua pamoja na mzizi wake, sawa utaenda kuloweka ukiwa mbichi, sawa. Baada ya kuloweka, utatia nia kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, vile unavyohitaji wewe kuondosha yale maradhi sugu yaliyopo katika mwili wako ambayo unayafahamu wewe, magonjwa, maradhi sugu. Utatumia kukoga na kunywa wakati wa jua kuchomoza na wakati wa jua kuzama, sawa, kwa muda wa siku 7. Lakini hakikisha haya magome huchemshi, unayaloweka tu, yatatoa povu. Utatumia kukoga na kunywa kwa muda wa siku 7. Hakika kwa idhini yake Allah Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yale maradhi yatakuwa ni yenye kutoweka. Kama tumbo lilikuwa limejaa, litarudi. Kama una mimba vile, au kama ulikuwa unasumbuka na maradhi tu, magonjwa ambayo unayafahamu, aidha vidonda vya tumbo, aidha ngiri, aidha sijui mgongo unakuuma, aidha kiuno kinakuuma, aidha ukilala hivi mwili unauma, nyonga zinauma, basi yale matatizo yatakuwa ni yenye kutoweka. Lakini mti huu usiutumie mabanzi yake na mzizi wake ukiwa umekauka, unakuwa ni sumu, kwa haufai kunywa. Unatakiwa kuutumia ukiwa bado ni mbichi. Lakini magome yake haya na mzizi wake, ukipata usembe wake ukaukausha vizuri, usinywe, ni sumu. Lakini kutumia kukoga, kwa yule mtu anahitaji kuwa mkubwa, anahitaji ufalme, anahitaji uongozi katika sekta fulani, au anahitaji kuwa mtu mkubwa, au awe mganga mkubwa, au awe ni mtu mwenye mvuto wa kukubalika kila kona dunia atakayopita. Kwa mfano, unafahamu hapa ndo kuna mkusanyiko wa watu wengi sana, kwa mfano Kariakoo au soko la Kariakoo, sawa, au katika stendi ya mabasi. Fika katika ile stendi ya mabasi, tia maji yako, sawa, chukua usembe wako katika ndoo yako, tia katika ule usembe, lakini iwe ni saa 8 ya mchana. Vua nguo zako zote, chukua na ule mchanga wa sehemu husika, aidha sehemu ya mabasi au sehemu ya yenye watu wengi. Unatia ule mchanga, unatia katika ile ndoo ya maji, koga, kuomba ukubwa. Mimi nahitaji kuwa mkubwa, kuwa kiongozi mkubwa, nikubalike.
na niheshimike kila kona dunia nitakayopita. Hakika baada ya hapo kisha koga katika sehemu yenye soko, ukaenda kukoga sehemu yenye mkusanyiko wa watu, utaenda kuoga njia panda 7 mchana tena katika siku nyingine huo usembe. Kwa manuizo maalum, unahitaji ukubwa, unahitaji uongozi, basi ndivyo itakavyokuwa. Kisha utajichanjia katika mwili wako, katika paji la uso, katika mkono wa kulia na kushoto, katika mguu wa kulia na kushoto, katika kifua chako hapa, katika shingo. Tia nia kwamba najizindika mimi niwe mkubwa, niheshimike kama mfalme, au mimi niwe malkia, basi ndivyo itakavyokuwa. Haya ni maajabu na miujiza ya mti huu wa mdua. Mti huu unajenga na mti huu unabomoa na mti huu unaua. Lakini kwa leo mimi naomba uridhike na elimu hii chache ambayo nimekupatia Daktari Musa kwa idhini yake Allah Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa wakati mwingine nitakuja kuelezea kwa urefu zaidi mti huu wa mdua. Kama unavyoona hapa Daktari Musa ofisini kwangu, kuna kila aina za dawa mbalimbali. Kama unasumbuka na changamoto za mitihani ya kichawi na mitihani ya kishetwani, unahitaji dawa ya kuvunja maagano ya kichawi na ya kishetwani, uwe mtu wa mafanikio, umekuwa ni mtu mwenye kupambana sana katika maisha, unakuwa sio mtu mwenye kufanikiwa, unahitaji dawa za kuvunja hayo maagano, basi kwa Dr. Musa zipo. Na kama unahitaji dawa za mivuto ya biashara, upo na mitihani katika biashara unayoifanya, unahitaji cheo kupitia kazi unayoifanya, unahitaji madaraka, Dr. Musa na kila aina za dawa mbalimbali hapa. Na dawa za mivuto ya mapenzi, na dawa za maradhi mbalimbali. Na pia kama unahitaji pete ya bahati, pete yenye kuendana na ufalme wa nyota yako, uwe mtu wa... Je, unahitaji kumiliki mamilioni ya fedha kama unavyoona Daktari Musa hapa navyomiliki mamilioni ya fedha? Na je, unahitaji kujifunza elimu mbalimbali za kiroho? Unahitaji kujifunza miti pamoja na mimea yake kwa tiba pamoja na dua? Unahitaji kuwasiliana na mimi Daktari Musa, usisite kubonyeza namba alama ya jumlisha 255784120592. Na kama ni mara ya kwanza kuungana nami, usisite kubonyeza neno lililoandikwa subscribe na ubonyeze alama ya kengele ni wa kwanza kupata taarifa na tiba ambazo nitakuwa nazitoa. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.